Kutoka Bahari Nyeusi mpaka sehemu za Mashariki ya Kati, migogoro umekuwa ukihatarisha amani ya kikanda na dunia, huku nchi moja ikizidi kujitokeza kama nchi yenye utulivu katika eneo lenye migogoro, Uturuki. Mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na Iran kulipiza kisasi dhidi ya kambi za Marekani katika eneo la Ghuba imeongeza hofu ya mgogoro kuendelea zaidi, huku makombora ya Iran na ndege zisizo na rubani zikishambulia miji ya nchi ya Ghuba. Uturuki imeepuka mashambulizi ya aina hiyo. Uturuki imethibitisha hadhi yake kama taifa lisiloegemea upande wowote, ikijaribu kuzuia mgogoro kuendelea zaidi, ikijitolea kupatanisha kati ya Marekani na Iran na kusaidia kusitisha uhasama. Lakini Uturuki iliwezaje kuwa eneo salama katika eneo lenye mgogoro na upatanishi kati ya pande zinazozozana? Jibu lipo katika mkakati ambao unahusisha ulinzi wenye nguvu na diplomasia ya kikanda na jitihada za makusudi za kuwa mpatanishi katika migogoro ya dunia, yote chini ya uongozi wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Huku mgogoro wa muda mrefu wa Syria, mauaji ya halaiki ya Israel huko Gaza yanaendelea kuondoa utulivu Mashariki ya Kati, Uturuki imejiweka kama sehemu salama nyumbani na mwanaharakati wa diplomasia nje. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Uturuki imeimarisha usanifu wa ulinzi wake, imedhibiti mipaka yake na anga na kueneza maono ya Uturuki inayojenga sera ya ndani ya ulinzi. Kipengele muhimu cha mkakati huu imekuwa ni operesheni dhidi ya ugaidi za Uturuki nje ya mipaka yake, kudhoofisha makundi ya kigaidi PKK na kusambaratisha mifumo ya ugaidi yenye kuwasaidia, kuimarisha kusini mashariki mwa Uturuki na kuimarisha ulinzi wa taifa uliopelekea kusambaratishwa kwa makundi ya ugaidi. Operesheni za mpakani Syria pia zimezuia mashambulizi ya Daesh na PKK-YPG. Mbali na sera ya ulinzi, Uturuki pia imejiweka katika nafasi ya mpatanishi katika migogoro ya kikanda, shukran kwa jitihada za Erdogan. Diplomasia ya hali ya juu ambayo imekuwa ndio mkakati wa sera ya mambo ya nje ya Uturuki. Türkiye etrafındaki ateş çemberine rağmen huzurunu, güvenliğini ve çok şükür istikrarını korumaktadır. Bu bir tesadüf değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde takip ettiğimiz isabetli dış politikanın bir sonucudur. Rais Erdogan mara nyingi mtazamo wake unajikita katika diplomasia ya kutafuta amani ambayo inaruhusu Uturuki kuzungumza na pande zote. Uluslararası hukukun büyük ölçüde rafa kaldırıldığı, geleneksel diplomasi anlayışının terk edildiği bir eksen kaymasını küresel düzeyde hep beraber tecrübe ediyoruz. Belirsizliğin, gerilimin, çatışmanın ve hukuksuzluğun norm haline geldiği böyle hassas bir konjonktürde Türkiye'nin tavrı bellidir. Sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesinin tarafındayız. Çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafındayız. Vita vya Urusi-Ukraine vimebadilisha ulinzi wa Bahari Nyeusi, ikiiweka Uturuki katika nafasi ya kimkakati kama mwanachama wa NATO na taifa lenye nguvu. Ankara siku zote imekuwa na msimamo wa mazungumzo pamoja na Moscow na Kiev, huku ikijadili makubaliano muhimu, ikiwemo ya njia muhimu ya kupitisha nafaka kupitia Bahari Nyeusi, ambayo ilisaidia kupunguza hali ya wasiwasi ya chakula ulimwenguni. Juhudi hizi ziliangazia jukumu la Uturuki kama mpatanishi anayeaminika na pande nyingi. Ankara pia ilishinikiza kusitishwa kwa mapigano na ufikiaji wa kibinadamu wakati wa vita vya mauaji ya halaiki ya Israel huko Gaza, wakati akitoa upatanishi na kuhusika katika mchakato wa ujenzi wa Gaza. Katika Caucasus ya Kusini, Uturuki imeunga mkono mazungumzo kati ya Azerbaijan na Armenia, huku ikikuza miradi ya uunganishaji wa kikanda. Ankara pia imekuza majukwaa ya mazungumzo na hatua za kujenga imani katika Balkan, huku mvutano ukipamba moto mara kwa mara kati ya Serbia na Kosovo. Diplomasia ya Uturuki imeenea zaidi ya Ulaya hadi katika maeneo mengine yenye migogoro. Sera ya Afrika ya Ankara iliyotawazwa na mkataba wa Ankara kati ya Somalia na Ethiopia mnamo Disemba mwaka 2024 imefanya Uturuki kuwa mshirika anayetafutwa kote ulimwenguni kusini. Nguzo nyingine ya ushawishi wa kikanda Uturuki imekuwa ukuaji wa haraka wa tasnia yake ya ulinzi. Katika mwongo mmoja uliopita, Ankara imewekeza fedha nyingi katika uzalishaji wa silaha za ndani
na teknolojia ya kijeshi. Kampuni za Uturuki sasa zinatengeneza ndege zisizo na rubani, mifumo ya makombora, majukwaa ya majini na zana za juu za vita vya kielektroniki, ambayo ameongeza wasifu wa Uturuki kama muuzaji mkuu wa silaha za ulinzi. Hii pia imeimarisha uhuru wa kimkakati wa nchi, kuruhusu Uturuki kuchukua hatua kwa uhuru zaidi wakati wa migogoro ya kikanda. Kijiografia, Uturuki iko kwenye makutano ya Uropa, Asia na Mashariki ya Kati, katika eneo lililo na vita na ushindani wa kijiografia. Kama mshirika mkuu anayeunda mustakabali wa eneo hilo, Uturuki inajiweka kama nchi salama na mpenda amani hai, ikichanganya mbinu ya kuzuia kijeshi na kidiplomasia ya upatanishi. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.